وآيته باهرة ولقماته خاطئة ولكل جبار دامغة. نسألك بقدرة التي أنت مالك بها نفوسه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا كفايتك فيمن ظلمنا. اللهم أرنا كفايتك فيمن ظلمنا. اللهم أرنا كفايتك فيمن ظلمنا. يا قاسم الجبابير المتكبرين وقاتل دابر الفراعنة المستهزئين. ما أسرع نزول بشك الشديد وما أسرع بلول قهرك المجيد. بكل جبار عنيد وشيطان مريد بغى على العباد وطغى في البلاد وسعى فيها بالفساد. اللهم بك نستغيث على من ظلمنا. نسألك يا مولانا 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 أن تنصرنا على من حاربنا من الجن والإنس. أن تنصرنا على من حاربنا من الجن والإنس. أن تنصرنا يا رب على من حاربنا من الجن والإنس. وأن تحزم من بارزنا وأن تقهر من قاتلنا وأن تخذل أعداءنا وتهزمهم واسقهم ماء غدقا واجعلهم لجهنم حطبا. وأرسل على جناتهم حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ويصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له سبب فلن تستطيع له تلف. أنت الجبار المتكبر القابض الناصر القوي القادر القهار المذل المنتقم المهلك الشديد المقدر المؤخر المانع الضار القاسم ذو البطش الشديد ذو البطش الشديد ذو القوة المتين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يتقرب إليها من القول والعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما يتقرب إليها من القول والعمل. واشف بفضلك مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم قرب بعيدنا. اللهم قرب بعيدنا واشف مريضنا وافك اسيرنا ويسر عسيرنا. انت ولينا وانت على كل شيء قدير. أنت حفيظنا. أنت مقيت حسيب. أنت جميل الرحمن الرحيم. يا عليم يا ديان يا مستعان يا جميل يا كريم يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جميل يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين. Ini di doa tumefanya, lakini dua rasmi tutafanya ya mahujaji hasa. Tumefanya dua mahujaji tayari, lakini tutafanya Jumapili. Tutafanya hapo nje hapo. Na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Dua kwa mahujaji ni maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua ya kwenda umra. Unajua umra ni nusu ya haji, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisa ambacho tunakirudia wakati Sayyidina Umar bin al-Khattab anamuaga kwamba anakwenda umra ya Rasulullah
akimtaka idhini Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndivyo ilivyokuwa adabu ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata kama ni jambo la kheri na umra, lakini alimuaga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumtaka idhini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia, ashrikna ya Umar, ashrikna ya akhi fi duaika, tushirikishe wote ewe ndugu yangu katika dua yako. Sayyidina Umar bin Khattab kapata nafasi ya kudhifishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni idhafatu tashrifi, kudhifishwa ambako ni kwa kutukuzwa, akisema kwamba ya akhi, ewe ndugu yangu. Kaitwa mwito wenye idhafatu tashrifi, yani kwa ajili ya nini katukuzwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anakwenda umra. Anaenda umra si mtu mdogo, lakini kaongezewa jambo la Mtume, ashrikna ya akhi fi duaika, tushirikishe sisi wote katika dua zako. Ni kwamba yeye Sayyidina Umar, Mtume kampa nafasi ya kwamba akamuombea dua Mtume Muhammad katika safari yake ya umra, lakini aombee dua masahaba wengine wote ambao hawajaenda ile safari ya wapi ya umra. Lakini leo hapa tuwapokea mahujaji, hatuwapokei watu waliotoka umra, na umra tumesema ni nisfu la haji, ni nusu ya hija. Sasa kwa haya maneno ya Mtume Muhammad, watazama vipi mtu aliyetoka haji? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, yastaghfirullahu al-hajja wa man istaghfara lahu, Mwenyezi Mungu anamsamehe haji na anamsamehe aliombewa msamaha na haji. Kwa yote ni makamu ya kwamba ukipata nafasi ya kwenda hija usiakhirishe, ukasema nitakwenda siku nyingine, nitakwenda mwakani, kwa sababu yale maneno ya Mtume kwa Sayyidina Umar ni ishara kwamba hija ni jambo kubwa sana, na ni jambo tukufu mno. Kuna mmoja nimeona katika kitabu wanakuulizia hapa Tashriqul Anam, kama anayo, lakini niliona pale kwenye Tashriqul Anam, ni kitabu kizuri tu, habari ya bwana mmoja aliyetaka kujitolea kwa kiwango cha juu kabisa wakati wa Mtume Muhammad. Ule kujitolea kwake kuwe kumevuka, kuwe kwa juu sana. Kwa hiyo yule ni tajiri mkubwa sana, akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam na akajitambulisha kwa Mtume kwamba, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, mimi ni mtu tajiri sana. Katika utajiri wangu huu nataka unifundishe jambo ambalo nitakalolifanya kwa ajili ya dini, liendeleze dini kwa kutumia mali yangu, lakini kile nitakachokitoa kilingane na hija katika mali yangu. Kwa hiyo nipe amali, nifundishe amali
ambayo nitaifanya kutumia utajiri wangu huu na mali zangu zote, lakini ile amali ifanane na yule mtu aliyetoka haji, mtu aliyekwenda haji, Mtume Muhammad. Akageuka nyuma na akamwambia yule bwana, na wewe geuka. Kisha akamwonyesha Jabalu Abi Qubais. Unaliona ni jabali lile? Akamwambia naam, naliona Rasulullah. Akamwambia lau kana kwamba hili jabali lingegeuka likawa ni dhahabu, lote liwe ni dhahabu, tena si dhahabu tu, al-dhahabu al-ahmar, liwe ni dhahabu nyekundu, ndio dhahabu ya thamani kubwa sana. Halafu dhahabu hii, mlima huu ambao sasa umegeuka kuwa ni dhahabu, wote utoe kwa ajili ya fisabilillah, iwe ni mali yako, itoe fisabilillah. Asema isingelingana hata kidogo na thamani ya mtu aliyetoka haji. Takbir. Kwa hujaji, nyinyi ni watu ambao Mwenyezi Mungu amewapa nafasi hiyo, na niliandika usia kuhusu haji. Usia mwingi utatolewa siku ile ya Jumapili, lakini kapenda kwa leo tukumbushane. Kuna maneno niliandika haya: qadilita maghfiran fadun fi silkihi kun fi diyari daiman fa'izzati kul an radha'ila ba'idan hadiya linnasi anta dusana wa qudwati. Sallu ala nabi. Kwamba hakika hajati umekushapata wewe msamaha wa Mwenyezi Mungu, basi dumu katika mwenendo wake, mwenendo wa huo msamaha, yani maisha yako yafanane na yule aliyopata msamaha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dumu silki, lakini kun fi diyari daima la izzati, dumu na uwe katika mazingira ya watu siku zote, uwe ni mwenye kudumu katika heshima, uwe mwenye kudumu mwenye heshima, udumu katika msamaha wa Allah, usichafue msamaha wa Mungu, lakini udumu kuwa katika watu wenye heshima kubwa. Kwa sababu sasa hivi hata usingijaji wako ni gumzo kwa watu. Ukimteta mtu vibaya wewe haji, lazima watu watanongona haji yule, lakini hija za siku hizi sijui zikoje, na yule ni haji ati. Huko ni kusema uongo tu au kumsemea mtu. Sikwambii kama haji utakuwa mzinifu, utaichafua jamii kiasi gani, utaitukanisha hija yako kiasi gani, utakuwa haji ndio mwenye kuongoza kwa tabia mbaya, utakuwa katika hali gani? Ndio maana tukasema kuna an radha'ila ba'idan hadiya linnasi anta sana qudwati sari' ila maghfiratin dun tuqa fa anta fil wara ala nawiyatin min nurikum jama'atun tazdahimu rajina minkum dasana wa izzati. Kwamba uwe kwenye machafu ni mwenye kujiweka mbali, lakini uwe ndio mwenye kuongoza watu, yani tabia yako haji na hajati, uwe ndio mwenye ile tabia, watu wakikuona wanakuongoza, wanaiona hija. Anta dusana wa qudwatu,
wewe ni mwenye nuru, mwenye utukufu, na ni mwenye cha kuigwa. Mwenye kiigwa ni mtu wa kuigwa. Naomba nikukumbushe hili mahujaji ambayo hamna zaidi ya wiki mbele hapa, na ambao mahujaji tulirudi leo tu, bado tuwabichi kabisa. Ubichi huo uendelee katika kuonyesha kwamba kweli ulikwenda haji na hukwenda kutafuta haja mbalimbali katika hii dunia, bali ulikwenda haji. Sitaraji kabisa kwamba haji atakuwa na muda mrefu wa kuhadithia flyover za Madina na Maka na miundombinu ya kule, kwa sababu alilipata jambo kubwa na wallahi alilipata kwa mujibu wa Mtume Muhammad. Sasa utadumu vipi katika hayo? Sari ila maghfirati, kutoka fanya haraka kwenda kwenye msamaha wa Mungu. Kila mahala unapoona mtaheri wakimbilie na udumishe katika kujikinga na maasi, ubadilike, usiwe ndiye yule wakati ule. Fa anta tuwara ala nawaiya, wewe kwa watu hivi sasa ni mtu wa pekee. Ndio maana utakuta watu wote hawa wana shughuli zao, wana mambo yao, wana harakati zao, lakini wiki hii ya kushuka mahujaji kutoka Madina, wengine kutoka Maka moja kwa moja, wiki nzima imesimama hii ni kuwapokea mahujaji na kuonea raha. Sasa kwa nini unapokea? Fa anta fil wara ala nawaiya, wewe kwa watu sasa si yule ndio kwa mmoja kupengele yule watu walikuwa kumbania mkono wake yule ambaye wakiwa wakati anatoka watu hana mkono wake, lakini akishikwa mkono anaenda kuhadithia kwamba ameshikwa mkono na kipengele. Swali la Nabii. Kwa hiyo ni hivyo, antafilwala ala nawaiya, kwa watu ni wa pekee. Ndio kwa mfano huu, lakini mahujaji wote wamefanywa hivyo. Na mtu akiona uso wa haja anachanganyikiwa. Kwa mbele zangu tunashukuru wale askari wao. Sasa kuna mtu tumezoeana na nijua vizuri, lakini mbona pesa? Sasa ili uwakiliwa sasa habari zako zipi? Sasa yule ananijua kwa shule, lakini uso umebadilika. Yaani kama vile kuna ugonjwa. Lakini yote unajua kwa nini? Atafiliwa ala ushabadilika. Sasa udumu hivyo, usipendelee sana tukuitwa haji na hajjati. Ishi hivyo. Minuri kunjamaatu tazdahik kaumladon, kutokana nuru zenu zilizozipata Maka na Madina, makundi ya watu wamesongamana. Idrajina minkum dha sana wa idati, hali ya kweli wenye kutaraji kutoka kwenu mtu mwenye mwangaza, aliyeudu na mwangaza na nuru na wadhi. Na wadhi unakusudiwa sio wa maneno, ni wadhi wa tabia. Na matumaini kwa namna tulivyoona mlivyohiji vizuri na bahati nzuri kwa mahujaji hawa inalikuja rukoko hapa, mimi nilikuwa nasimamia hii hija yao. Kwa nilikuwa nahakikisha kwamba kila kinachoitwa kibaba tunakwenda vizuri na watu wapeli vizuri sana. Hakuna aliyeshindwa hija. Ajabu kabisa, mji wa Maka, sitawataja watu majina, lakini jana wakati nataka kuondoka, yuko mmoja nilikuwa namwambia wakati unaondoka
kulikuwa inaniuliza, je, mtaweza mje haji? Nikamuuliza yule mama, kwa nini siweze? Sasa mimi mgonjwa sana, ni mgonjwa, hali yangu si nzuri hata kidogo. Nimetoka tuko na haji, lakini hali ni mbaya sana kabisa. Sasa unanikia hali hii, sikuna maji ya Zamzam. Wale mahujaji wote ni watu wa kheri. Akikuombea Mungu, hali yako itakaa vizuri. Jana namuuliza, vipi? Asema, wallahi nimepona kila kitu. Nilifurahi manake aliapa. Sema, wallahi nimepona kila kitu, hata vile ambavyo nilikuwa sivitaji. Na nilikuwa sivitaji kwa sababu havikupita maradhi niliokuwa nayo. Kuna ugonjwa ulikuwa unanisumbua sana, na naona mimi tembo wote na kufa. Kwa naniambia, huo ndio ulikuwa unanisumbua sana kwa muda mrefu, na ndio ulikuwa hofu yangu kubwa. Lakini wallahi nimepona kila kitu. Nikuja ajabu kubwa kwenda Maka, lakini nausia ambao hangeenda, usije ukaenda ili upone. Nenda kufanya ibada ya nini? Ya hija. Hayo mengine yanakuwa nini? Ziada na matokeo. Ni kweli ni matokeo makubwa. Wawili walikuwa na maradhi ya moyo ambao kwa muda mfupi walikuwa na operation. Wameenda haji, lakini wakiwa ni wagonjwa operation ya moyo. Lakini Allah tumerudi nao ni wazima kabisa. Naombea Mwenyezi Mungu aendeleze kwa wazima. Mtu ambaye hakuambia hapa alikuwa hawezi kwenda, lakini akawa anazunguruka kila mahala. Hija ni kuonyesha kwamba ina nuru, lakini miongoni mwa hizo nuru za hija, mahujaji ndio hizi mizuri nazo. Kwa watu wanaotarajia kwamba nyinyi ndio taa sasa, ndio taa, ndio maswabia kwa ardhi, ndio taa. Kazi yenu ni kuangazia watu. Usijute soka sababu kwa maneno haya na juta kwa kimeza. Usijute kwa sababu unajitaji leo umepata kheri iliyokuwa kubwa. Mwenyezi Mungu awajalie kila la kheri. Lakini nyinyi mliopokea mahujaji tunawashukuru sana sana sana. Mungu anafuatilia sana na Sheikh Saidi mapokezi yote yanayofanyika. Kwa kweli mahujaji wamepokelewa kwa heshima kubwa sana. Na bahati nzuri si mahujaji tu nyinyi au sisi, bali mahujaji wote. Bwana mmoja ananiambia huko Kondoa huko ni hatari kule wale mapokezi yake. Na muda sio mrefu mtaona mshoto wa mahujaji wanaenda ufuatilie, utaona ajabu. Yale mapokezi ni ajabu kupita kiasi, lakini hivi ndivyo inavyotakiwa kwa sababu kuona kunaleta athari isiyofutika ndani ya moyo. Hija watu wameitambua kutokana na hayo. Kwa mnapopokea hamjapoteza muda wenu, bali mnaupatia muda. Ina watoto wao pia wanapata malezi ya kujua hija ni nini na thamani ya hija ni nini. Mwenyezi Mungu awabariki wote. Makubwa zaidi inshallah katika dua, haswa hija sio maneno mengi, ni dua ndo zaidi. Na kusema kwamba tumechoka, mzee anaona Sheikh Saidi kachoka, kaniomba hataki kumwambia kachoka, lakini kachoka. Na wote wamechoka mahujaji.
Hili unatuisi uchovu kwa sababu ya adrenaline. Ukifurahi ile inataka, si ndio wanakuwa mgonjwa. Kwa hiyo unajikuta kama unacheza lakini umechoka. Kesho asubuhi tukijaribu simu kwenye swala alfajiri. Tuambia nini tukwamba hali yako. Mwenyezi Mungu akubarikie, ndio tajua maneno yasema watu wamechoka. Hija ndivyo inavyokuwa, unapokelewa hivi watu wafurahi na wewe unafurahia watu. Kwa kweli tunawashukuru sana sana sana, Mungu awabariki sana. Niwatakia udhuru yoyote labda umepa mkono ikawa mkono hakutoa, hasa pale airport au hivi. Mara nyingi hata watu tukishuka hivyo mtu anachanganyikiwa. Kwa haji yote alifanya hivyo si kama kupuuza, bali mtu ipilika. Hija ni harakati ngumu kali, natamani sana Hajjati Hamida Swimpa. Hajjati Hamida. Mke wa Alhaji Kajambwa Hayubu. Nilitamani sana katika mahajjati yote ya mzungumzaji. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Allahumma ja'alna fihi min al-maqbulin wa la taj'alna fihi min al-mardudin wa la min al-maghdub alayhim wa la min al-dhalin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad. Tunaomba sana mturidhie kwamba tumechoka, mturidhie tukapumzike. يا نجل جايلان جودي بالمنى جودك مانجي جيلاني سلام على شيخنا وطيب القلوب الله مولانا يا نجل جايلان جودي سلام سلام على سيدنا سيد القلوب ومقتدنا سلام سلام على سيدنا سيد القلوب Mwache shekhe enda kupumzika. الله ولا الذي يوصل
لا من يبازي به فالولا الله وصلي وسلم على المصطفى وعلي وصحبه وخير الناس سلام وسلام الله الله وصلي وسلم على المصطفى علي وصحبه وخير الناس سلام سلام على جبنا Wakati kidogo. Kwenye chumba hiki. علي وصحبه وخير الناس